Yes, habari gani mdau wa ujenzi? Hii ni Juya Building Design. Matumaini yangu ni kwamba uko salama, unaendelea vizuri kabisa. So mbele ya screen yako hapo unaona ni picha ya nyumba ambayo ni contemporary, wengine wataita hidden roof, yani nyumba ambayo ni ya paa la kuficha, paa hauwezi ukaliona labda uwe juu ya hiyo nyumba. So nahitaji nikupitishe kwenye vipengele vya muhimu kidogo kujua kupata mwanga ili kuona kama itakufaa ama la. Lakini bila kusahau ni kwamba hii nyumba ipo tayari, kwa maana mchoro wake ushakamilika, tayari kwa ajili ya ujenzi, lakini tayari pia kwa ajili ya kuchukua kibali kwa wale ambao wanaenda kuchukua vibali vya ujenzi katika maeneo husika yanayotoa vibali vya ujenzi. Mchoro upo tayari kabisa, lakini pia tunatoa huduma ya ujenzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa lugha nyepesi ni kwamba tunakabidhi ufunguo wa nyumba yako kwa viwango vya hali ya juu na ubora kubwa kabisa. Mawasiliano yetu ni 0755142232, yani 0755142232. Hiyo namba unaweza kupiga, lakini pia unaweza kutupata kupitia WhatsApp pia tukatoa huduma kwa namna hiyo hapo. So hii nyumba ina upana wa mita 12, upana wake ni mita 12 na marefu yake ni marefu ya jengo ni mita 19.3. Hii nyumba ina vyumba vitatu vya kulala, ina jiko, lakini pia ina dining na ina sebule kubwa, lakini pia ina toilet 4, kwa maana kila chumba ni self contained, lakini pia kuna toilet ambayo ni ya public. Kwa ndo mpangilio wa hili jengo. Lakini hili nyumba ina uwezo wa kukaa kwenye eneo ambalo lina ukubwa kama ufuatao. Upana wa eneo linatakiwa liwe na upana wa mita 20, lakini urefu wa eneo linatakiwa liwe na urefu wa mita 30. Hilo ndo eneo la kuanzia kwa hii nyumba, na ukubwa mwingine wowote ule ambao utakuwepo na eneo lako, lakini upana angalau minimum yake ni mita 20 kwa mita 30. Angalau hapo ndipo nyumba itakaa kwa uhuru, na utapata eneo la kupanda viunga vya maua ama mboga mboga, lakini pia utapata eneo la parking kwa watu ambao wanakuwa na magari. Kwa hiyo ndo vitu vya msingi vya hii nyumba. So tuingie kwenye material moja kwa moja ukajue material inachukua kiasi gani. Material nimekadiria jumuishi, kwa maana msingi wa jengo mpaka pagara lenyewe la jengo, na leo nimetoa material ya pagara tu. Hii nyumba itachukua tofali 4500 ambapo itajenga msingi lakini pia na pagara lake, lakini simenti itakuwa ni mifuko 140. Mifuko 140 hapa nazungumzia lesho kali, lesho ya viwango, sio lesho ya uchakachuzi. Lakini ukichakachua unaweza kutumia mpaka mifuko 80, mifuko 100, itategemea na wewe jinsi ambavyo umechakachua. Lakini lesho nzuri kabisa classic ambayo haina usumbufu, ambayo haitaleta crack kwenye jengo lako ni mifuko 140. Hapo utajenga msingi, utafunga mabimu, kwa maana bimu la chini na bimu la juu kwenye linta, lakini pia utajengea pagara. So nondo ambazo tutaingia hapo ni nondo pisi 50, kwa sababu kama mnavyojua hidden roof inakula nondo za kutosha sana, hususan kwenye veranda hizo, lakini pia na maeneo ambayo ni beam kwa maana hapo chini, lakini pia na eneo ambalo ni hapo juu kwa maana ya linta. Mchanga itakuwa ni trip 4, ujazo wa gari ambao lina uwezo wa kubeba cubic mita 4.5, trip 4 kwa ujazo wa cubic mita 4.5. Kokoto itakuwa ni trip 1.5 ya ujazo wa 4.5 cubic mita, lakini pia DPC 1. DPC ni muhimu sana kwenye hizi nyumba, lakini sio tu contemporary, hata nyumba zingine, kwa sababu unapoona usumbufu wa fungus, jua asilimia kubwa hizo nyumba zilijengwa pasina kutumia DPC. Lakini kama utashindwa kabisa kununua DPC, unaweza kutumia hata DPM, lile karatasi la nylon, kwa ajili ya kusaidia angalau kupunguza madhara ya fungus hapo baadaye. Alafu nyumba yako uliyotumia mamilioni ya fedha kujenga ikaanza kukusumbua kwa ajili ya fungus, ambapo DPC kwa baadhi ya maeneo inauzwa shilingi 90,000, maeneo mengine inauzwa shilingi 100,000, maeneo mengine 110,000. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu sana ukatumia kujenga nyumba yako hivi hapa, let's say unatumia labda milioni 50, alafu unashindwa kuirekebisha tu kwa DPC ya shilingi 100,000. Kwa hiyo utakuwa umejitengenezea sala
ambayo sio lazima kuwa nayo. Nondo za milimita 8 zitakiwa pisi 20 kwa ajili ya kukunja ring baadhi ya maeneo japokuwa si yote. Na binding wire inatakiwa kilo 1, bunda la kilo 1, sio moja. Binding wire ni bunda la kilo 1 kabisa kwa ajili ya kufumia hizo nondo. Nafikiri kutangulizi kabisa angalau nimekupa mwanga kwa wewe ambaye utapenda kuijenga hii nyumba, kwamba ni nyumba ambayo of course ina gharama kidogo, lakini ni gharama zake ni za kati, haishoot sana, japokuwa ni nyumba kubwa kweli, gharama ipo kweli, sio ya kuanzia. Ni nyumba ambayo kidogo ni ya maisha kwa mtu ambaye amejipata, ama hata kama unajipata lakini hutaki kujenga mara mbili, una uwezo wa kuanza na hii nyumba. Jambo la msingi la kuzingatia, pamekuwepo na udanganyifu mitaani. Wengi wanasema kwamba contemporary nyumba hizi hapa ni za gharama nafuu. Ndugu yangu, mimi nakwambia ukweli, sitaki nikufiche. Contemporary sio nyumba ya gharama nafuu hata kidogo. Ni nyumba ya kifahari ambayo inakula gharama mifumo yake, ili mpaka ikae kwenye standard ujue gharama lazima ikutoke. Sitaki kukuficha, sitaki nikudanganye. Ni kwamba hii nyumba ni ya gharama sana sana sana. Sio kama watu wanavyowadanganyeni. Na ukiona mtu anakuambia hivyo, ndo zile nyumba ambazo baada ya muda mfupi tu, na pengine sio mfupi tu, akishaondoka fundi, jengo linaanza kuvuja, mifumo yake haijakaa sawa. Lakini nyumba hizi hapa ni za gharama, kuanzia ufundi mpaka material, mpaka upate kitu kama hicho hapo ambacho unakiona kwenye hiyo picha, ujue gharama imekutoka pasavyo. Japokuwa sio gharama kubwa, lakini sio gharama ndogo kama jinsi ambavyo wengine wanaaminisha. Kwa hiyo juu ya building design tunakupatia nyumba. Unaweza kutupata WhatsApp ama kwa kupiga 0755142232. Karibu tukupatie ufunguo wa jengo lako.